shambani, utabarikiwa na kapu mpaka nini, na uzao wa kila kitu, wa wanyama, wa watoto wako na everything ambacho utakifanya. So hiyo ni baraka ya kusikiliza sauti ya Mungu. Lakini pale katika mstari wa 15 anazungumza jinsi ambavyo utapata madhara usipotaka kusikiliza sauti ya Mungu. Na ndicho kilichotokea kwenye bustani ya Edeni. Lakini Mungu yeye, lengo la kumuumba mwanadamu, alimuumba katika mazingira ya mwanadamu kwenda kupata furaha, kwenda kupata raha, the same na Mungu jinsi ambavyo anataka, ama jinsi ambavyo Mungu anaishi kwa amani, alitaka mwanadamu aishi kwa amani. Mungu anaishi kwa furaha, alitaka mwanadamu aishi kwa furaha. Ndio maana anasema na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu, akatawale samaki baharini na chochote kitambaacho kwenye ardhi na kile kinachopaa katika anga. Shetani akafaulu, akamuondoa mwanadamu katika kusudi la Mungu. Hapo ndipo shida ilipoanzia. Lakini pointi yangu ni ipi? Pointi yangu ni kwamba Mungu aliweka utawala kwa mwanadamu. Utawala ni nguvu fulani ambayo itakusaidia wewe kukitiisha chochote ama kukiamuru chochote, chochote unachokitaka kikakutii. Sijui kama unanielewa. Utawala, nguvu ya utawala inakusaidia wewe kuamuru chochote unachokitaka na kikakutii. Hiyo ndio inaitwa nguvu ya utawala. So ndani ya mwanadamu kuna DNA ya Mungu, ambayo ndio huo ukuu wa Mungu ambao unamsaidia mwanadamu kutengeneza ndege, kutengeneza meli. Ule uumbaji wa Mungu ambao Mungu alikuwa anatamka, anasema kitokee hiki, itokee mianga, itokee nini, na kila kitu kinatokea. So asili ya mwanadamu ni asili ya Mungu. Ndani yetu kuna asili ya uungu ambao unaweza kukusaidia kufanya na kuwa na mamlaka ya kufanya chochote. Bwana sifiwe. Nimeamua nikupeleke tena mahali kwingine ambako kulimfanya mwanadamu asijitambue ama ajidhalau, kujiona kwamba basi kwa sababu nilikosea siwezi kufanya chochote. Hapana, nataka nikwambie kwamba ndani ya mwanadamu kuna asili. Sisi ni asili ya Mungu. Na katika asili ya Mungu, Mungu wetu ni muumbaji. Mungu wetu ni Mungu mkuu. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu wetu ni Mungu ambaye amejaa nguvu za miujiza. Sasa unafaa kujitambua. Pamoja na makosa ambayo yote tunamkosea Mungu niseme, ama pamoja na makosa yote ambayo yalitokea katika bustani ya Edeni, ndiyo yalitokea na tunakiri kwamba tuliyafanya, ama mwanadamu wa kwanza aliyafanya, ndiyo, haina shida. Lakini usijisahaulishe kwamba ndani yako kuna nguvu ya Mungu inayoishi ndani yako, ambayo inaweza kukusaidia kufanya makubwa ama kubadilisha hali yako ya maisha. Inaweza kukusaidia kuondoka katika umaskini. Inaweza kukusaidia kuyafanya maisha yako yakawa ya baraka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yetu kuna nguvu ama DNA ya Mungu ambayo ndio asili ya uungu wetu. So kitu kinachosababisha watu wengi waishi maisha ya kawaida ni kule kutokujiamini sasa, kwa sababu ya yale makosa na kwa sababu ya kuishi katika hali ya kujihukumu, yanasababisha mwanadamu ajione kwamba yeye hana chochote. Nataka nikukumbushe katika kitabu cha Ezekieli 37 na mstari wa kwanza hapo. Bible inasema Ezekieli alikuwa katika maono. Mungu akamtokea katika maono na akampeleka katika uwanda uliokuwa umejaa mifupa mikavu. Na wakati huo anampeleka, Mungu akaanza kumfundisha sasa Ezekieli aanze kujitambua na kuitambua nguvu iliyoko ndani yake. Biblia inasema neno la Bwana likamjia Ezekieli na likasema kwamba Ezekieli, unaona mifupa hii mikavu? Akasema ndio ninaiona. Akasema je, unafikiria hiyo mifupa mikavu inaweza kuishi? Ezekieli akaona hili ni swali gumu kwake, kwa sababu ni jambo ambalo sio la kawaida. Ezekieli akamwambia Mungu kwamba Mungu, wewe wajua, mimi sijui kama inaweza kaishi ama
ikashindwa kuishi. Lakini Mungu akamwonyesha kwamba Ezekieli, ndani yako kuna nguvu ambayo ni asili yangu ambayo iko ndani yako. Sasa anza kuamuru, iambie hii mifupa mikavu kwamba kwa neno la Bwana mpate uhai. Kwa neno la Bwana nyama ziote. Kwa neno la Bwana mishipa itokee. Kwa neno la Bwana damu ingie kwenye mishipa. Ni Mungu anamfundisha sasa mwanadamu kwamba ndani yako kuna power inayoweza kukusaidia. Mtu wa Mungu, ukitaka uishi maisha ya baraka, cha kwanza kumbuka pale ambapo ulimkosea Mungu na kurudi kumwambia Mungu nisamehe. Hapo utaishi kwenye himaya ya Mungu kila siku. Lakini ukikosea na ukijifanya umejisaulisha, yani kwamba Mungu ananijua, ni ukweli anakujua, lakini utafanya kibali cha Mungu kisiishi ndani yako, kibali cha Mungu kiondoke ndani yako. Lakini unapokosea unarudi kwa Mungu, unamwambia Mungu nisamehe, unatafuta njia ya kurudi kwa Mungu. Mungu anafurahi, anajua kabisa huyu mtoto ni mtoto msikivu, huyu mtoto anaelewa kile anasema. Ile asili ya uungu ndani yako haitaondoka, na wakati ile asili itakuwepo ndani yako, ndipo unaweza kutamka jambo lolote kwenye maisha yako na likatokea. Ukasema kitu kikatokea. Maana Bible inasema kwa neno la Bwana dunia iliumbwa. Kwa neno la Bwana samaki ziliumbwa. Kwa neno la Bwana wanyama walitokea. Kwa neno la Bwana kila kitu kilitokea. So usijidhalau. Mwanadamu haukuumbwa uteseke. Mwanadamu haukuumbwa uhangaike. Mwanadamu haukuumbwa uwe mtu wa kudhalaulika. Wewe ni DNA ya Mungu. Wewe ni mfano wa Mungu. Kama Mungu anastarehe, kama Mungu anaishi kwa furaha, kama Mungu ni Mungu ambaye hana shida, kwa nini wewe upate shida? Kwa nini wewe uhangaike? Acha kujidhalau. Acha kujiona kwamba wewe ni wa kawaida. Inua imani yako. Jua kabisa kwamba wewe ndani yako kuna nguvu ya Mungu ndani yako. Jua kwamba wewe ndani yako kuna nguvu inayoweza kukusaidia. Itumie hiyo nguvu, itumie asili ya Mungu ndani yako ikusaidie kuondoka katika matatizo. Ikusaidie kuondoka katika shida zinazokusumbua. Itumie hiyo nguvu, itakusaidia. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Shalom, shalom.